Kama umewahi kutumia Australia, wacha kubogi wewe kwa content zako. Kwa hali yoyote tafuta wasi wapatie credits. Siwezi kupenda wanaume wenzangu bro, I'm very straight. Kwa mjini Kayema. Shaondoka. There's a thing that people doesn't know that I'm a musician, Bango musician. At least ikifika mwisho wa mwezi Meta wanafanya kitu kule upande wa Facebook. Lakini nikaona hata kamera hainisaidii. Niko na scandal ya 400k, niko na scandals ya kutia mimba mademu na kuacha. $1,800. Yes, $1,800. Nilipost by the way. Siri ni moja. Watu waache kutumia Facebook Lite. My core content ambayo nataka kuja pale ni content ya couples content, lakini pia in a different way. I need to do culture on that. Sasa huyo Rubikache mwenyewe ambaye unamjua, wasingemjua watu kama sio mimi. I'm the first person nifanyia interview. Unaona? Asubuhi yenyewe na mbwa. Sasa mko na siku mbili. Nimeenda kwa sababu ya the idea that guy has bro. Hakuna senator hata mmoja amesimama pahali akaongelea majukumu ya senator. Kithi ni mtu ambaye ametupoteza directions. Sawa? Wewe unajua mimi. Ninajiamini. I'm going for this. Wewe unajua mimi. Kabisa. Alright. Sangam Latino hapa, yule wa Sumilani, na niko na Hans Munga. Niambie mzee. Brother, unapenda warembo sana wewe. Mnaamini ama mnajua ama mnasikia? Hivyo ndio iko. Kwamba mimi napenda warembo. Huo ndio kweli. Una shahidi gani? Kwa sababu nikuja kwa nini? Warembo naona sana. Kila nikikuona wewe mrembo. Ni kwa sababu mimi ni kwa sababu siwezi kupenda wanaume wenzangu bro. I'm very straight. Kwa straight sana. Very straight. Nirindiro mimi wewe. Kwa hiyo unapenda warembo si mmoja, wengi. Kwa sababu hao ndo the only gender ambao naweza nikafanya nao mapenzi. Umeoa ngapi? Nimeoa mmoja bro. Na una date wangapi? Si date. Niko very faithful. Mbona tunakuwa na wengi? Ni kwa sababu okay, to be sincere, I mostly work with ladies. Mimi ni muigizaji na nafanya sana scenes za mapenzi. Content zangu wakati mwingi sana huwa inaangalia love. So kwenye love stories bro, huwezi kufanya love story na mwanaume mwenzako. Highlight show mtaanza kuambiwa are you gay? Tukama hivyo. Why are you gay? Why are you gay? Why are you gay? So, inabidi warembo kidogo ndo. Alafu pia audience yetu ya Kilifi bro wanapenda hao warembo. Let me be frank with you na be sincere with you kwamba the moment leo hii nikaacha kupost mimi kazi na warembo, trust me hiyo kazi haitawaenda. Nikipost kazi ambazo sijahusisha warembo wakati mwingi haziendi bro. Sasa mkiwa kwa set na zile hugs na nini, umezoea kabisa, yani hazikusumbui kwa aina yoyote? Kaviniyuga bro. Ama after nyuma kamera baadaye mnaendeleza mlipoachia. Wewe leo ulivyokuja umenipata nikiwa location. Kwa location. Na nimefanya scenes na wanadada. Ndio. Lakini do you think kwamba inanisumbua after scene kila mmoja na story yake? Kwa sababu nimezoea ile ni kazi. Mimi kwa mjini Kayema. Shaondoka. Ukishaondoka ukumbuke kwamba lakini ile mzee kabisa ile ya kivyake unique, very very unique. So ndio hivyo bro, kwa sababu unajua mwisho siku tunatafuta unga, tutafuti kuwa na sifa ya kwamba na wanawake wengi, haisaidii. So kama kuna mtu atanijudge kwamba Msumunga na wanawake wengi, yeye aendelee kufanya, anaendelee kunijudge kwa sababu that is what he or she knows. Lakini kiuhalisia mimi mwenyewe najua nafanya nini na kile ambacho nakifanya sijakifanya kwa sababu ya kutaka sifa kwa watu. Yes. Umeweza kufanikiwa sana ndugu yangu kwenye social media na mitandao kwa ujumla. Thank you. Niko very curious kujua mwanzo wako ulikuwaje, yani, na ulikuwa una matarajio gani, na so far umeachieve matarajio yako ama bado tunaangalia wapi so far? Bro, pale ambapo nimeanzia na pale ambapo nimefika nasema ni neema. Kwa sababu pale ambapo nilianza sio pale ambapo niko. Nilianza kipindi ambacho sikuwa najulikana hata na mtu mmoja bro. Nikaanza kufanya, nikaanza kujitafuta, nikaanza kujiita kikao, nikajiuliza nifanye nini. First of all, there's a thing that people doesn't know that I'm a musician, Bango musician, and I'm a journalist, professional journalist. By the way, kuna siri ambayo watu wengi hawajui mimi ni mwalimu, professional, by profession, math and science. Lakini I don't like teaching. Hiyo na watu wajue tu. Sipendi kufundisha kwa sababu I think niko sana kwa media.
na kuongea sana. Unajua, so the moment nikianza kujivisha mambo mengi pia stars. Plus I did teaching because of my dad. My dad wanted me to do teaching, so I went for teaching. And baada ya hapo content nikaanza polepole hivyo, uimbaji nikaanza polepole bro, kufikia sasa having a number of around 270k followers on Facebook, 115k followers on TikTok. Si jambo rahisi, hata kama kuna mtu atafeel like kitu cha kawaida tu, sawa kwake maybe, lakini kwangu mimi bro, nimewatafuta hao followers na nguvu na mbinde nyingi sana. Na kufikia sasa hivi naweza nasema nashukuru, kwa sababu those followers are making me at least ikifika mwisho wa mwezi Meta wanafanya kitu kule upande wa Facebook. Kabisa. Tutarudi hapo kwa Meta hapo. Kati ya journalism na acting ya social media ambayo watu wanakupenda nayo, ni ipi ambayo ilikuja kwanza? I can say acting, although during the time I started acting sikuwa najulikana wala sikuwa na fan base, but acting came first, came before niende hata high school. Mimi nianza ku act nikiwa primary school. Mimi nimecheza sana hizo dramas, nimetengeneza stories watu wa act na nimeact sana kutoka huko. So I can say acting came first. Kwa hiyo ni kitu ambacho umekuwa ukifuatilia mno? Yeah, sana kutoka mwanzo. Lakini by profession umesomea walimu? Nimesomea walimu na nimesomea wanahabari. Ama diploma holder wa journalism. Oh, umeenda shule kwa ajili ya journalism? Yes. Na pia ukaenda shule kusomea. Sasa nilianza na teaching. Ulifanya course mbili ambazo hazirelate. Kama nilivyotangulia, I did teaching because my dad wanted me to do. At first mimi nilikuwa nataka kuwa mwandishi wa vitabu bro. So babangu akaniambia kwa sababu ya hiyo then teaching can do best. So nilivyomaliza high school nikamwambia dad, no, I don't want to go for teaching. Nahitaji kwenda for media. Akasema because I'm a teacher, atuanzie hapa kwa teaching, plus mimi kile kitu ambacho naweza nika offer sign teaching, go and do teaching. So I did teaching, nikafundisha. Nishafundisha hata high school by the way, mass business. Na nikatoka hapo baada ya kumaliza nikamwambia dad, I'm okay, nimemaliza, but this is not what I want. I want media. So I went nikafanya journalism. Nilifanya tu hapa ICS College Mombasa. ICS. Yeah, sure. Na kwa watu wengi ambao wanataka kufikia kuwa kama wewe, wanakuwa na mambo mengi, yani wanafikiria kwamba ndio mimi nifikie yule nafani wana kuna vifaa ni kuna nini. Mtu unapata anasema basi yule jamaa yule maybe ana kamera nzuri, maybe mimi naona yule hata si mkali gani yule, bora tu ameweka bla nini, vitu vyake vinang'ara, watu wanampenda, ameweka mademu hapo. Na kwanza kwa mtu kuanza inakuwa ngumu sana. Wewe unaweza ukasema yani wakati unaanza kurecord videos kwa ajili ya social media, ulikuwa kuna kifaa gani? Nikumbuka vizuri bro, nilikuwa na kuna simu ilikuwa inaitwa Tecno Y2. Ilikuwa shilingi ngapi? Nilinunua shilingi 5,000 bro. That was 2017, 2 years after high school. A year after high school, that is. Ulifanya mtihani 2016. KCSE ya 2016. Okay. So hiyo ndio time nilifanya KCSE. So baada ya hapo nikanunua was it Y2 ama Y8? I don't know. Tecno fulani hivi kakubwa kadogo, lakini kakubwa kazito. Ninyi ulikuwa watu wa Matiang'i? Timu Matiang'i sisi. Tuliumia bro. Watu wa Matiang'i. Hebu tuambie simu yako ilikuwaje? Ilikuwa kasimu fulani hivi ka goldish sijui silver. So nikaanza hapo kushoot hapo pole, but I was not that serious. So baada ya kwenda kwa media nikafanya media, sasa nilivyorudi ndo nikaanza kuwa na ile passion ya kushoot na kukuwa na serious mwingi sana. So I used to have a camera, lakini nikaona hata kamera hainisaidii. Nilikuwa na kamera Canon EOS 70D. Ikaja ikachomeka kipindi hicho nikifanya kazi Radio Bayana. Ikaja ikachomeka pale. So ilivyochomeka nikawa natatizika tena. Ikabidi nikaanza na masimu kushoot, kuomba wakati mwingine kamera kama nahitaji. Mara nimeshoot na simu, vitu kama vile. Mwishowe nikaona sasa nini kuteseka. Simu sinaweza shoot vizuri. Nikaamua sasa cha nunue simu. So nikanunua iPhone ambayo ndo wakati mwingi sana wana shoot nayo. Nikanunua na microphones hizi ambazo umenipata nikishoot nazo, hizi button microphones zinaitwa Lakem 2. 20,500. Simu nilinunua 70,000. Nikapata pesa nikanunua microphones, nikanunua na lights.
Nikanunua na microphones zingine because as a journalist mimi nakuanga na microphones zangu za kufanya podcast and all those things, but again unajua huwezi kufanya kila kitu wewe mtu mmoja wakati mwingine. So nianza tu na vifaa kidogo kidogo, na kwa mtu ambaye yuko pale nje nataka kuwa kama mimi, let me advise you, don't be like me. Kuwa na ubora kushinda mimi. Kwa sababu gani? Ukiwa kama mimi, it simply means kwamba, ama ukiwa mimi inamaanisha kwamba scandals zote ambazo niko nazo zitakupata. Bro, I have a lot of scandals. Niko na scandal ya 400k, niko na scandals ya kutia mimba mademu na kuacha, niko na scandal ya kupenda wanawake. Hizo vitu zote zinaniandama, but kuna kitu ambacho kimeni keep standing, bro. Mwanzo mimi waga naomba sana. Naomba Mungu, because you're the one who brought me to this world, then naomba uwe mtetezi wangu. So mimi sijibu hizo vitu, because after it all ukijibu shida tu. So unapata kitu hujakifanya lakini unakuwa accused of doing that thing. Inabidi unyamaze, bro. Hapo unaendaje? Sasa hizo scandals inabidi sasa, kwa sababu umeshaoa tayari. Mimi na mke, bro. Mke sasa anazichukuliaje zile? Kwa sababu sasa ndoa inafaa ijengwe kwenye msingi mzuri. Wewe unaonekana na huyu, alafu watu kila mtu ashaamini kabisa kwamba wewe unapita nao. Kwa sababu unapita nao wewe. Wewe unajuaje sasa? Hapo ndo unaharibu. Unawezaje kujenga hiyo imani kwa mkeo kwamba kila kitu kiko sawa, wewe tulia, mimi naenda kushoot na nitarudi na tutaendelea kama tulivyoelewana? Most of the time mimi wanambeba mke wangu kwenye tukienda location, na wakati mwingi sana ukiona nimefanya content na mwanamke, wakati mwingi sana yeye ndo akonimea kamera. My wife is professional on camera work, nilimfundisha na ako vizuri, so wakati mwingi sana na hata yeye ndo huni direct. So mimi sina shida na hilo, plus mimi naifanya kama kazi. Kama kuna mtu ambaye ana vitu agenda fiche mwenyewe, but bro, watu wameenda DSTV, wameenda Netflix kwa sababu ya acting, wana kiss, wanafanya ni mimi sijafikia level, sawa, but does it mean kwamba wale watu wanafanya vile wanafanya mapenzi kweli baada ya hapo? Kwa hiyo mkeo akiona pale uko pale unashikilia pale, anasema hiyo iko sawa? Inategemea ni kushikilia vipi, bro. Kuna scenes siwezi fanya definitely, kwa sababu ya heshima ya ndoa ambayo nimeijenga, lakini pia heshima ya watu. Unajua mandhari yetu sisi ya watu wa pwani tumejengwa katika imani ama tamaduni za kwamba ukishika mwanamke kwa mfano makalio inakuwa sio heshima, sawa? Ukikiss mtu live inakuwa sio heshima, lakini wenzetu kule wanafanya, na hiyo ndo kazi, unaelewa? So kuna vitu ambavyo mimi siwezi kuvuka levels, kwa sababu najua niko na mwanamke ambaye ananitegemea mimi kama mumewe. So siwezi nikavuka mipaka fulani. Huwezi kuvuka mipaka kabisa. Mpaka wewe na mkeo mko na agreement kwamba hakuna kufanya hiki na hiki na hiki na hiki na hiki, ama wewe mwenyewe unajua kabisa kwamba mimi siwezi kufanya hivi, na wewe mwenyewe unajikanya? Mimi mwenyewe najikanya, bro, kwa sababu huwezi kuweka agreement na mwanamke kwamba usifanye hiki na hiki. Kwa sababu gani, bro? Mimi kufikia sasa hivi, kwa mfano leo nimekuja peke yangu, sawa? Sijakuja na mke wangu. Yeye ako na shughuli zake. Siwezi jua kama kwenye ako shughuli zake amefanya nini. Yeye pia hawezi jua huko kwenye niliko nimefanya nini na nini. Kitu ambacho kinafaa kuwa ni heshima ya kwamba mimi am somebody, hivyo tu. Mimi am being owned by someone. Hivyo tu, si vitu vya kuchunga because utachunga watu mpaka saa ngapi, bro? Na the moment tunachunga mtu, ndo mtu anakuwa na imani ya kufanya vitu vibaya zaidi. Kabisa. Kwa wakati huo ni ngumu sana mtu kuconvince mrembo ambaye ni mrembo kabisa kwamba mimi nataka tu shoot content tu peke yake, sina mengine ya ziada. Tukishoot kukimaliza, mimi kama tumelewana nikulipe, nitakulipa tu na utaenda tu vizuri na movie itatoka na itakuwa tu sawa. Ni rahisi sana. Wengi wanaamini kwamba huyu ni rahisi sana hapa, lakini kuna mahali anaenda. Inakuwaje yani? Ni rahisi sana. Kwa sababu gani? Most of the people ambao mimi shoot nao ni watu ambao wana ile ari. Mtu anaweza kosa kukuwa talented, bro, lakini amesema natamani shoot, unaelewa? Sasa mapenzi, bro, yako hata bila kufanya content ama bila kufanya kazi na mtu, mapenzi yako, unaelewa? So inategemea wewe unabebaje yule mtu. And the moment ukifanya mapenzi na cast wako, umeharibu kila kitu, kwa sababu yule mtu akija pale ataleta hisia. Pia wewe ukiona na mwanaume mwingine inakuwa ni ngoro, utakifanya vitu fulani na vitu fulani. Hiyo ndio inakuwa changamoto. Sawa. Turudi hapo kwa Meta hapo. Meta wanalipa, bro. Sana. Wanakuwekea kwa benki? Mimi wananiwekea benki, bro. Ngapi? Inategemea mwezi, bro, au miezi haifanani. Na malipo pia hayafanani. Wakati mwingine unaweza ukapata hata $20, bro. I mean the minimum wananipatia ni 25. The threshold waga ni 25. Ndio unaweza toa. Yeah, exactly. So wakati mwingine unaweza ukapata kwa mfano $30, $50. Kuna kipindi nilipiga paka
$1,800 something. Ilikuwa pesa ndefu sana. $1,800. Yes, $1,800. Nilipost by the way. I posted $1,800 ndani ya how many days? Ndani ya mwezi bro. 28 days. 28 days tu. Hizo ni zaidi ya 250,000. Yeah, sure. Pesa nyingi sana. Si utuambie na sisi basi tu act. Unajua hujaituambia. Si issue hata siku act Issue ni ku identify your niche. Kukuja na content ambayo inaleta inapendwa. Na by the way kuna hicho kipindi ni kile ambacho nilikuwa na scandal ya kuachana na mke wangu. Hiyo kipindi watu walifuatilia sana. So kuna kitu ambacho nililearn, people wanapenda sana couples content. Na hicho ndio kitu ambacho nataka kufanya sasa hivi. But again doing couple content na wife nayo ni ngumu. Kwa sababu unajua ni wakati wa siasa bro. Na mimi nimeingia kwenye siasa. Mbali na kuingia kwenye siasa, sidhani kama inakuwa ni vyema ku-expose familia yako kwenye mitandao. Kipindi kile nilifanya kwa sababu ya vitu vingi, lakini unajua pia ufemu ulikuwa ndo unaanza kuja pale, uselebu unaona akifanya hivi basi fresh ndo maisha ya kiselebu, unajua. Lakini ikafikia time nikaona there is no need na haifai kabisa. So nikaamua to the best way na keep off familia, nafanya kazi zangu mimi kama mimi. Watu acha wanione mimi, wakiniona na sura ambayo wataamini ni mke wangu, acha waamini, lakini kiupande wangu wanajua mimi nafanya kazi. Zote kama nikifanya couples content sitafanya na wife. Yes. Kuna mtu ambaye yuko na account ya Facebook na amekuwa akipost mara kadhaa, anapata like zake za kutosha tu na comments na nini, lakini hajaanza kulipwa. Utafanyaje? Siri ni moja. Watu waache kutumia Facebook Lite. The moment unatumia Facebook Lite bro, you are out of the context. Kabisa yani. Because Facebook Lite imekuja kusave. So ita save paka ile pesa ambayo unafaa kulipwa. So watu watumie Facebook ile original messenger. Na watu kama ni account, uweke account yako kwa professional dashboard, ukuwe na followers wako wa kutosha pale, ukuwe consistent na make sure kwamba unapost vitu ambavyo viko original. By so doing, ndani ya miezi 3 unaanza kuwa monetized. Unaanza kuwa monetized. Yeah, kabisa. Na sasa wewe umetaja $1,800 ndugu yangu. Kila mtu anazitaka. Pia wao wagombane na BBC hao ama wewe sasa. Acha niwatajie mfano wa watu ambao wanalipwa vizuri kwenye mitandao ya kijamii. Ambao nawajua. Kuna jamaa ambaye anaitwa Bekaruga. Sawa? Bekaruga ni pale Kwale. Kuna mtu anaitwa Rubikache. Rubikache ni hapa Kilifi. Kuna mtu anaitwa Nyevufondo. Hawa ni watu hapa Kilifi bro. Malindi. Kuna mtu anaitwa Samrat TK, ni mtu wa Matangoni, mwanangu sana. Hawa ni watu ambao bro wanalipwa vizuri. Ni imagine Samrat TK kazi yake ni kutengeneza picha na AI na post. Anatengeneza story na AI story. Unajua unatengeneza picha hii alafu unajua hii picha ina tell a story. Nikitoka hii lazima nitengeneze picha ambayo inakaa hivi. So anatumia AI kugenerate images na anafanya vizuri. Kufikia sasa hivi yule jamaa kwa more than 50k followers kwa Facebook na alikuwa tu 18k juzi. So it simple means kwamba the more you do things ambazo ziko original na ziko kidogo unique, kila kitu kinawezekana. Unajua pia engagements ni muhimu. So for me hicho kilikuwa ni kitu ambacho kilikuwepo na kikawa. So kilivyokuwa nikaanguka nacho, nikawa na scandal, nikafanya scandals zilinisaidia kwa upande mwingine, lakini sasa ni strategy. Kwa mfano huu mwezi ambao umepita nilipo tarehe 21, lakini pesa ambayo nilipwa haikufika hata $100. Ilikuwa I think $70 something hapo. Kwa sababu sikuwa consistent kupost na vitu kama hivyo. So nikaamua acha nikuje na strategy mpya. Sasa nitatengeneza skits ndio uimbaji nini, lakini my core content ambayo nataka kuja pale ni content ya couples content, lakini pia in a different way. I need to do culture on that. Culture on that. Yeah, culture on that. Couples content lakini culture. Kuna niches nyingi ambazo zipo. Na umetaja unique pia hapo. Unahitaji mtu awe unique kwenye content, kwenye hiyo niche ambayo yeye yuko. Yeah, exactly. Sasa ndio ili watu wasianze kuigana kwa sababu watu wameona wewe it has worked for you na hawako sure kwamba je nikijaribu kitu kingine kwa sababu sasa siko sure inabidi tu nifanye kama yeye tu ama sijui nifanye kitu gani kingine. Akikuona umepost kuhusu kitu fulani inabidi naye atengeneze kama hiyo kwa sababu anadhani that's the right thing. Ndio sasa ili asitengeneze zake kama zako. Awe unique lakini pia awe kwenye niche ambayo anajua inaleta mtonyo. Niche zingine zipi ambazo unaona watu wajiventure nazo na unaona zinaweza zikaleta
Kuna kitu ambacho watu wengi sana hawajakiangazia. Swala la travel, tourism, environment, health. Hizo zote ni niche bro ambazo watu wanaweza kufanya nazo kazi na zikafanya kazi. Yani everything is a niche, bora tu uko consistent na kufanya kile kitu. Angalia mtu kama Madundo, niche yake ni gani? Kukua mtoto. Sawa, yeye anakuwa tu mtoto, yeye ni mtoto. Mikahunda, niche yake ni gani? Kufanya content za mwanamke ambaye ni mumbea. That's his niche. Inabidi vidole vikae hivi. Unajua sasa. Lakini unapata hiyo ni niche yake na develop imefikia pale ambapo imefika. Bro, hakuna kitu kinaanza tu kikiwa kikubwa, kila kitu kinaanza kidogo sana. Mimi sasa hivi nitafurahi kama kutakuwa na mtu ambaye atakuja aniambie Hams, I need us to collaborate on generating something, na hii ndio iko niche yangu. Bro, nitafurahi sana sana sana, unajua because ngoja nikwambie kitu kimoja. Kilifi County hii bro, ukimtoa presenter Kai, hakuna content creator mwingine ambaye huulizwa maswali na content creators wengine kama Hams Munga, ama huulizwa maswali na watu wengine kama Hams Munga, not in a bad way, sawa? Lakini hakuna content creator mwingine yeyote ambaye pia anafanya vizuri mbali na Hams Munga. Sawa, Mikahunda is doing good kwa sababu ya niche yake ya utofauti wa kuwa mwanamke. Lakini tukimtoa yeye kuwa kama mwanamke, hakuna content creator mwingine mbali na Hams Munga ambaye anafanya vizuri. Fans can bear witness with this. Na kama naongea uongo pia waniambie, na siku brag kwamba pengine nina sifa bro. I'm the best. I think kutoka mimi alafu wengine wafuate. Nimesema kutoka tukimtoa presenter Kai. Na labda pengine Mikahunda kwa sababu ile style yake ya utofauti wa kuwa mwanamke. Hakuna wale wengine wote. I'm the best. Na wakati mwingi uniuliza maswali sana kwa sababu bro, I'm that kind of person ambaye kidogo nina ujuzi wa IT. Sasa watu wengi sana huwa wananiuliza, mtasikia monetization hapa vipi, hapa nifanye vipi? Huo ni ukweli. Ukweli kabisa kabisa wa Mungu mwenyewe. Kwa hivyo mtu yote bro anaweza kufanya kitu chochote, anaweza kufanya nicho yote na ikawa best. Lakini inategemea amefanya vipi, amedeliver vipi. Hapo kwa best, kabla tuende mbali sana. Best in terms of hiyo content, uzuri wa content ama general mpaka earnings na nini? Uniqueness bro. Nataka nikupatie mfano. Lakini kipato kuna wenyewe ambao wamekupita. Kama wewe ndo unazi wako watu ambao wamenipita kwenye kipato bro, siwezi kusema mimi niko best. Watu wako ambao wamenipita kwa sababu kuna kipindi mimi si shoot bro. Naelewa, kuna kipindi si post content. Na kuna watu ambao wanakula vizuri kwa sababu engagements zimeko nazo. Sawa? Lakini kuna kwenye uniqueness nataka niwagusie jamaa fulani walikuja juzi. Unawaza wewe. Wewe unabugi wewe. Wacha kubugi. Tafuta bora uolewe. Yes. Miaka 30 basi wewe uko kwenu. Now look at those guys. They come with a uniqueness. Watu wanasema huwa wanaongea na capital letters lakini angalia wako wapi? Post content inaenda wapi? Paka watu wa Kwale wameigiza, paka watu wa Nairobi wameigiza hiyo style. Paka watu wa radio stations wameigiza hiyo style. Unaelewa? So in fact kama kuna mtu ambaye anatumia hiyo style yao, acha kubogi wewe, anafaa kupea credit hawase. Hawase mnawatumia vibaya because you know labda pengine wanaanza. Kama umewahi kutumia hiyo style yao, acha kubogi wewe kwa content zako. Kwa hali yoyote tafuta wase wapatie credits. Hata kama utawatag mazee ama utatafuta ufanye nao content, at least wazidi kugrow. Lakini kuna mwanadada fulani kutoka Kilifi ana tabia mbaya bro. Hana content, lakini kazi yake ni kuona mtu akitrendi anamtafuta afanye naye content ili akue kwenye limelight. Ni mbaya. Ni mbaya. Mwanadada fulani kutoka anaanza we. Okay, anaanza na P ama ri. Anyway, by the way mimi nitaongea tu kweli. Wewe sema. Mimi nasema lake anaanza na P ama. Anakutajia jina bro. Ona Rubikache is doing good lakini Rubikache ana challenge. Hawezi kufanya content, hawezi kutoa mtu ambaye hajafanya content afanye naye content na ifanye vizuri. Kazi yake atatafuta mtu ambaye ana jina afanye naye kazi, ama mtu ambaye kidogo ametrend afanye. Kifupi ana content. Rubikache, you don't have content. Kama uko na content tuambie content yako ni gani, na kama uko na content kweli fanya content. Zamani ndo alikuwa anafanya vizuri by the way. Alikuwa anakuja kwa kamera akiwa peke yake anafanya kazi nzuri, lakini sasa umeishiwa ndugu. Kama ni kweli kuna content, fanya content bila wale watu ambao wako tayari kwa game.
tukuone utafanya content gani. Bro, I'm the only person ambaye nimeweza kuraise vipaji ambavyo viko underground na vijajulikana na vikajulikana. I'm the only person ambaye, unamjua Beauty Baula? Yeah. Ulimjua kupitia nani? Yeah. Unamjua Sidibaya? Ndio. Ulimjua kupitia nani? Yeah. Although Sidibaya already had a fan base, lakini tulifanya kazi na yeye ndo akakuja zaidi kwa limelight. Sasa huyo Rubikache mwenyewe ambaye unamjua, wasingemjua watu kama sio mimi. I'm the first person nilifanyia interview. Sasa Rubikache akisema mwende head to head, mshindane kama kweli wewe ndio uko na content kuliko yeye. Asubuhi yenyewe na mbwana. Sema sasa mko na siku mbili. Muangalie ndani hizo siku mbili nani amepata views nyingi ama reach nyingi. Lakini Facebook ni at least 7 days. Mseme in 7 days wewe post chochote unachotaka na post chochote unachotaka. Alafu ndani ya 7 days kila mtu aonyeshe dashboard yake. Hakuna siku hata moja unaweza kushindana na mwanamke bro. Kwa nini? Kwa sababu yule hata sipofanya content ya maana so far so good itaenda. Kwa sababu gani? Yeye ni mwanamke, sawa? Plus hakuna large number of following. Unaelewa? Because Rubikache I think yeye ndo amenipita. Rubikache Rubikache ndo amenipita. Hapa Kilifi wale wenyewe kuna followings kubwa. Unaelewa? Kwa utaweza shindana naye. Siwezi kushindana naye in that way, lakini kile kuhalisia hana content, amebaki tu kuwa mwanamke, na kwa sababu yeye anajiuza na ule wanauke wake, sio sawa, of which it is fine. Lakini ikifika kwenye masuala ya content, acting and all those things kama vile tulikuwa tunafanya, hamna kitu. Mahusiano yako na siasa ya Kilifi? Bro, mimi ni mwanasiasa sasa hivi. Mimi niko fully kwa siasa. Kwa sababu gani? Kama youth tunahitaji change bro. Na kama tunahitaji change hatuwezi kulilia change kama sisi wenyewe hatujaingia kwa hiyo change. So I'm in that movement of change. That's why niko kwa siasa. Na uogopi kwamba itaanza kubadilisha brand yako ambayo ulishaitengeneza niko na msingi tayari? Watu wengi huwa wanasema kwamba Hamsimungu ukija society na siasa sijui utaanza kunini, lakini sawa. People let them say sawa. Lakini kuna kitu kimoja ambacho mimi napenda kuongea. Siasa ni nini? Siasa bro, si opposition na leadership. That is not politics. Siasa ni kuleta sera mezani, kusema why this person is best and not this one. Why I am best and not him. Why I am best and not you. Why you are best and not another person. Hiyo ndo siasa. Unaelewa? Umekuja pale na sera. So kwa njia moja ama nyingine, kama kuna watu watanichukia kwa sababu nimeingia kwenye politics, let them do. But mimi niko kwa siasa kwa sababu I'm advocating for change bro. Unaelewa? And I know that because I'm advocating for change, mimi kama kijana kuwa mfano bora kwa vijana wenzangu, lazima nionyeshe kwamba this is the way to go. Sawa? Na kuchukiwa bro, hata usipoingia kwa siasa bado utachukiwa. Sasa uogopi kwamba yale maneno kusema kwamba wewe of course unalipwa, wewe mwezi ukiisha si unaondoka na pesa yako. Sasa wewe inabidi unasema, tunachoambia useme wewe unasema, ukiambiwa post hii unaposti tu kwa sababu unajua mwisho wa siku wewe uko sawa, nyumbani watu watasmile ni nini. Naomba kuambia kitu bro. Kitu ambacho watu hawajui. Mimi sasa hivi I'm being associated sana na let me say the senator to be Stephen Karisa Kenga almaarufu Kahocho. Sawa? And watu wanaamini na wanajua kwamba yule bwana akona hela, sawa? But bro, mimi acha nikwambie kitu kimoja. Mimi kwenda kwangu pale sijaenda kwa sababu ya pesa. Nimeenda kwa sababu ya the idea that guy has bro. Hakuna senator hata mmoja amesimama pahali akaongelea majukumu ya senator. Sawa? Hakuna mwanasiasa ambaye ni senator ama aspiring ama mwenye anataka useneta ashaongea akataka kujua akaelezea wananchi ni kitu gani atafanya kama senator. Hakuna bro. Senator Madzayo ni mchonyiwe huyo. But alipitishwa na chama. Siasa za vyama ndo zilimpitisha. Imefika time sasa hivi mwana Kilifi anafaa kujua kwamba siasa ya chama si siasa. Sawa? Tunaangalia mtu mwenyewe. Who is this person? Atatuletea nini? Atafanya nini? Ushesikia mwanasiasa, wewe ushemsikia Madzayo siku moja anakuja kukuambia mimi nimesimama hapa kama senator niko na majukumu haya na haya na haya nitafanya. Ushemsikia JK akiongea pahali these are the roles of mwanasiasa sijui nini. Wakisimama wanajua kuponda watu tu na kusema mwanasiasa senator anafaa kuwa lawyer na mimi ni lawyer, ama senator anafaa kuwa judge na mimi ni judge. Hakuna mtu ambaye ameleta sera bro. There's no one. Lakini angalia Kahocho anakusimamia pahali, anakwambia the roles of a senator, hizi ndo roles, oversight, kutunga sheria, vitu kama hivyo, sawa? Atakwambia these are the roles. Na sera yake imekubalika. Watu wanamkubali kwa sababu ya sera zake. So why should we start training? Tunatafuta mtu mwingine wakati yako.
popularity ya Kahocho imeenda hivi juu kama ya Sifuna. Hata Kahocho nadhani imezidi. Alafu vitu ambavyo unaongea most ni controversial. Kwamba kuna senator Tubi mmoja huyo ambaye ametokea sasa all of a sudden yeye ndo ana magari, yeye ndo ana nyumba nyingi za kifahari, yeye ndo anasema Kithi anavai for women rep. Yeye ndo yani confidence ipo, yani kila kitu kipo. Yani inakuwaje kwamba yani amekuja tu hivi na mteka yani wewe hilo jambo walikushtua ama alikushangaza kwamba mbona tunakuja hivi kwa mpigo tena zaidi? Hilo haliwezi kunishtua ama kunishangaza kwa sababu moja ama mbili. Sababu ya kwanza, bro, Kithi has been there. Sawa? Kithi has been running for the senatorial seat back in 2017 2022. Akaja akarun for governor in 2022. Sawa? Na sasa amerudi tena kwa useneta. Huu ni mtu ambaye hajui anataka nini, anahitaji kuambiwa tu wewe tulie tutakupatia kazi. Na kama ni hivyo bro, I'm telling this very confident. Na kama they'll come for me, let them come for me bro. But mimi naongea hilo kweli. Kithi ni mtu ambaye ametupoteza directions. Sawa? Kithi kama alikuwa anataka uongozi na najua mimi nataka kufanya kitu fulani, sawa? Si yeye haendi kwa sababu ya upepo wa chama, anaenda kama yeye. Angebaki pale kwa governor tuone kile kimndumu ambacho kipo pale na Simba wa Kilifi anaitwa Mungaro, alafu na huyo Bahajumu ambaye watu wanasema Bahajumu, alafu na Kithi, tuone nani kati ya watatu angekuwa kwenye kile Kenya. Lakini akaona okay, hakuna strong nini sana, na alitangaza kusimama for senatorial seat baada ya Kahocho kusimama. Akaona ni Kahocho, acha niingie. But mind you bro, Kithi angetulia, angemuunga mkono Kahocho bro for the senatorial seat. Hii atulie, tutampatia kazi. Sisi kama timu Kahocho tuna kazi ambayo tumempangia. Si amepewa kazi na rais juzi. Atulie pale afanye kazi. Sawa? Because hajui anataka nini bro, kwa sababu unaweza shangaa kesho akaenda sema anasimama ubunge Ganza, si ndio kwao? Sasa huyu kama mtu kama huyu hata wananchi wa Kilifi bro, do you think kama anaweza kumwamini mtu ambaye hajui anaruka huku na kule? Lakini siasa kama wanavyosema nazo sio mchezo mzuri. Najua tunavyoendelea hivi inaweza tokea siku upate kumbe watu wameungana ama imetokea kitu fulani kama politics. That's politics. Sasa haya tunayasema hapa na vile unajua internet haisahau. Wakija wakikuuliza itakuwaje? Mimi ninasema kwa sababu sasa hivi mimi naamini candidate wangu kwamba anahitaji senator, sawa? Anahitaji ile seat. Anajua kwa nini anafaa kupata yeye not mtu mwingine bro. Already amesaidia watu. Sawa? Na wakija wakifanya ile bread based government inakuwaje? It doesn't matter bro, but currently sisi kama team Kahocho are not going for vyama bro. We are there because tunahitaji tuendeleze candidate wetu afike pale. So with or without chama sisi lazima tuingie kwa ballot. Lazima yani. Lazima mtakuwa pale. Yes, lazima tutakuwa pale. So mwananchi ndo ataamua bro. I'm telling you, akiamua alafu something happen kwa bahati mbaya. Kwa bahati mbaya. Kwa sababu kwa bahati nzuri mambo yakitokea sawa tutafurahi na yes sure. Of course. Lakini kwa bahati mbaya sasa imetokea Kahocho kidogo wamesema angoje 32. Sasa sisi tunabaki vipi pale yani? Bro, unajua ngoja nikwambie kitu kimoja. Siasa si maisha ya leo. Siasa ni maisha ya kila siku. Ndio sababu siasa ilikuwepo hata kabla ya Kenya kupata uhuru. Unaelewa? True that. So kwa sababu siasa ilikuwepo, bado siasa itaendelea. Na kama ulivyosema siasa ni karata. Ikiwa karata hii tunajua ni mbovu tutaibadilisha, lakini mimi ninavyoamini bro, we are going for this. Bako umesema ninavyoamini. Ninavyoamini. Wewe ninavyoamini. Ninavyoamini. We are going for this. Wewe ninavyoamini. Kabisa. So whatever comes may, we are going for it, and mimi namsupport Kahocho kwa sababu ya agenda zake. Iwapo atakuja afike pale kwamba mimi sitaki kusimama tena for senatorial seat, maybe hiyo itakuwa ni vitu vingine. Sawa? I'll be looking for another senator, lakini sasa hivi ni Kahocho mpaka tufike pale ambapo tunaenda. Kwa speed hii naona kabisa kwamba usha plan ama ndani ya sahi mpaka 2027 August vitu ambavyo utakuwa unafanya vingi tayari ni kama vishapangwa. Lakini sasa mashabiki zako after August 2027 itabidi kuwe na vitu vingine vipya kutokana na yale matokeo. Itabidi kwa sababu hatutapiga kampeni after hapo. Kampeni zitakuwa zimeisha. Naomba kukujibu kwa kuambia hiki. Siasa pia ni content bro. Sawa? Siasa watu wanahitaji sana political content kule nje. Kwa hivyo kwa njia moja ama nyingine ikitufikia 27 na mambo hayatakuwa vizuri, kwa mfano tuta change content. Because I'm a content creator.
and I'm there to give the audience content. Yangu swali langu ilikuwa ni plans zako za future, yani ndani ya miaka labda mwaka mmoja baada ya siasa, that is baada ya siasa kutakuwa kuna kipi kingine kipi, yani watu wa anticipate nini? Vitu vingi sana yani vipo vipya. Kwa sababu currently bro, mimi nimefanya media lakini I'm not employed kwa radio station, but I'm employed somewhere because of media. Sawa? So that simply means kwamba kama siwezi kuajiriwa nitajiajiri. Sawa? Kama watu watasema tuwezi kukuajiri, nitajiajiri. Na kwa sababu nitajiajiri, it simply means kwamba kile kidogo ambacho nakipata kwa kila siku, hata kama ni 200 bro, nijiwekee because najua kuna kesho. And that's life. Because inafikia time inabidi unakubali tu kwamba haya ndo maisha yangu. Yes, si fake life. I have never fake life bro. Maana mwisho labda kushukuru kwa advice, ama kama kuna swali lolote ambalo nahisi sijauliza. Maswali ni mengi na hata tukianza kuongea tutamaliza, but thank you very much for hosting me. Nimeshukuru. Hii ni moto bro. Hii ni ya kipekee yake. And nashukuru pia kwa kujitolea kwa sababu umetoka Nairobi mzee. Yaani umekuja huko kwa sababu ya Msmunga. Kweli. Basi jina limefika mbali. So nashukuru pia kwa ule shabiki ambaye ametazama interview ama story hizi kutoka mwanzo mpaka mwisho. Takuwa advice to don't take anything personal. Hivyo tu, do not take anything personal. Alafu yani nothing is impossible. Maisha na hale yanaendelea. Na kuna kitu kimoja ambacho watu hawajaijua kwamba mimi sidanganyagi. Udanganyagi? Sidanganyi. Kama udanganyi kweli? Na wakiwangapi? Sasa nakudea hapana. Mimi I'm not a journalist. Imebidi nifanyie interview out of circumstances. Okay, yes, I understand. Unaweza ukanirate mimi vipi? Kwa sababu wewe sasa ni mtangazaji, mimi si mtangazaji. Wewe utangazaji wangu wa leo unaonaje yani? Unanipa ngapi out of 10? Out of 10 bro, nitakupatia 9. Yes, with confidence. Kwa sababu gani? Bro, umejipanga. Yani licha kwamba wewe si mwanahabari lakini umejicompose na ukajua this is what I need for the interview. Na kila kitu ambacho kipo umekifanya very perfect. Sawa? Kwa sababu wewe umetaka kujua who is Hams Munga na undani wake na what does Hams Munga do. Si ni kweli? So out of 10 bro nakupatia 9. Roho safi. 9 roho safi. Sawa basi. Interviews zingine zitazidi kuja. Keep it locked. Subscribe.